Karibu sana kwenye video namba 1 ya mafunzo yetu ya Microsoft Excel, na tutaenda kuangalia Excel interface. Ukishafungua programu yako ya Microsoft Excel, hivi ndivyo itakavyoonekana. Naomba nitoe msisitizo kitu kimoja. Microsoft Excel ukifungua kunakuwa na mistari midogo midogo hapo katikati. Inawezekana kwenye video zangu hauioni hiyo mistari, bali ipo, ila kisichi tatizo. Program ya Microsoft Excel ikiwa na rekodia hizi hapa test 1, huwa mistari haionekani kwa sababu nimekuwa midogo sana. Manake hiyo mistari inakuwa ni kama guide ambayo inakuongoza sehemu za kuandikia, lakini ukisema ukaprint hiyo mistari haitoonekana. Kwa hiyo inawezekana kwangu unaona kama ni weupe tu, lakini jua kwamba mistari ipo kama unavyoona kwenye program yako wewe. Kwa hiyo tuendelee. Ukisha ifungua programu yako utakutana na sehemu mbalimbali. Ya kwanza ni huku juu kabisa ambako tunaita tabs. Hii ni Microsoft tab ambayo ndani yake kunakuwa na jina la sheet yako. Napozungumzia sheet, yani ni hii hapa kazi yako. Kwa mfano kama hapa ni book 1 Excel, yani spreadsheet book 1 au spreadbook 1, ambapo ningeandika labda mafunzo ya Microsoft Excel, basi hapo pangesomeka kama mafunzo ya Microsoft Excel. Lakini pia huku kuna hizi hapa tunaziita ribbons, quick access bar. Hii hapa ni quick access bar, sehemu ambapo unaweza kupata kitu kwa haraka zaidi. Tutaenda kuona baadaye namna unavyoweza kucustomize pia. Lakini hapa juu kabisa kuna kitu hiki tunakiita kuna kitu hapo tunakiita hizi huku ni tabs. Kuanzia huku mpaka huku zote ni tabs. Lakini pia hapa kuna hizi ribbons ambapo ndani yake kuna kuwa na vitu mbalimbali. Kwa hiyo tutaenda kuangalia vyote namna vinavyofanya kazi. Lakini pia hapa kuna command. Hizi hapa command group ambapo ndani yake utakutana na copy, paste, cut na vitu vingine, undo na vitu vingine. Kwa tutaenda kuangalia vyote namna vinavyofanya kazi. Lakini pia hapa kuna jina hili hapa spreadsheet name, ambapo kilichoandika chote huwa kitakuja kudisplay hapa juu. Hili hapa ni eneo la sheet ambao utaitumia kwa ajili ya kuweza kuandikia. Kwa hiyo tutaenda kuangalia hatua kwa hatua. Kwa hiyo hapa tutachofanya, kwa mfano kama hapa ukiweka ni yako kama hivi, basi itajitokeza kibox ambacho utaweza kuandikia kile kitu ambacho unakihitaji. Lakini pia ukija huku juu kabisa kuna sehemu, kuna vitu vingine kama sign in, hapo hiyo achana nayo. Lakini pia unaweza kuadd unachokitaka. Kumbuka program za Microsoft zimekuwa designed kwenye mfumo huu, ambapo hapa kuna file, sehemu kama ya kusavia kama hivi. Ukija kwa bahati mbaya kusavia info na vitu vingine, kwa unaweza kurudi. Kuna home, kuna insert, kuna draw. Hii hapa ni kwa ajili ya hizi hapa latest version. Kuna version kama za 2007, 2010. Hii hapa hazipo. Kuna page layout, kuna formula, kuna data, kuna review, kuna view, help na vitu vingine. Kuna zingine hapo utakuta hapa imeandikwa developer. Kwa hiyo namna hiyo. Sasa ili mradi chochote unachokitaka kwenye program, basi utakutana juu kwenye hizi hapa tabs zako. Ukiklik, ukifungua tab kama unataka insert, utakutana na vitu vyake kama kuchora na vitu vingine. Lakini pia huku chini kuna sehemu hii hapa ni sheet. Huku unaweza kupanga sheet hata 100 huku chini huku. Kwa mfano kama hapa kuna kialama cha plus, ukiklik itajiongeza sheet nyingine mpya itakaa hapa. Hii hapa ni sheet ambayo unaweza kudouble click kama hivi na kisha ukabadilisha jina. Kwa mfano hapo unaweza kuandika labda mafunzo ya Excel kama hivi. Ukaandika na kisha ukapress enter. Itakuta sheet yako hapo itasomeka kama mafunzo ya Excel. Hapa unaweza kuadd sheet nyingine. Ukikliki utakuta hapa inakuja sheet 2 ambao unaweza pia kuandika jina hapa. Ukikliki inaweza kuja sheet 3 kama hivi.
Unaweza ku right click na kisha hapa ukaja ukadelete sheet kama huitaki. Hapa unaweza ku right click pia uka add sheet kama unahitaji, uka insert kama hivi, na kisha hapa ikaja na uka press okay, ikatokea sheet nyingine kama hivi inavyoonekana. Na hizi sheet zinajiandika kwa majina kama sheet 1, sheet 2 na kuendelea, zinakuwa katika mfumo kama huo. Lakini pia unaweza ku right click hapo ukafuta sheet yako, au uka right click ukaja ku rename, uka view code, uka tab sio rangi na vitu vingine, ukaweka rangi ambayo wewe mwenyewe unaona itafaa vile unavyotaka, au uka hide kama hivi isionekane. Lakini uki right click kama hivi ukaja ku unhide, itaonekana tena kama hivi sheet 2, okay, itaonekana kama hivyo inavyoonekana hapo. Lakini pia una option nyingine. Unaweza kuja huku kwenye kitu kimoja tunakiita quick access bar. Quick access bar ni kama hii hapa, ambapo una uwezo wa kuona baadhi ya vitu ambavyo unavihitaji. Kwa mfano unataka ufungulie new document yako hapa, basi unaweza ku-click hapa kuweka tiki na ikakaa new document yako hapa. Uka-click unataka labda open, ikae hapa juu itakaa kama hivi, au ukahitaji kwamba quick print ikae hapo juu, nayo itakaa kama hivyo inavyoonekana. Lakini pia unaweza kuja ukaondoa. Kwa mfano kama hapo ukaja ukaondoa kama hivi na kisha ukaacha open. Maana yake una uwezo wa kucustomize quick access. Kwa mfano hizi hapa do and redo, hizi hapa labda hapa umeandika kitu kama hivi, umeandika hapo labda kama hivi, na kisha baadaye ukakosea, unaweza kuja tu hapo ukabonyeza hii hapa redo kama hivi na kurudi nyuma, au ukabonyeza undo kama hivi ukaenda mbele kama hivi. Redo hii huku, redo ni hii huku, undo ni kuondoa, redo yani kurudi nyuma, undo kwenda, redo kwenda mbele. Kwa hiyo inakuwa kama hivyo inavyoonekana. Kwa hiyo ni simple tu programu yetu, si ngumu sana kuitumia. Lakini pia unaweza kuja hapa ukaja kwenye hizi command group zako kama hii hapa, ukaja uka right click na kisha hapa uka hide kama hivi quick access bar. Inaweza kama sehemu nyingine usiione, kwa hiyo utakuwa umehide kama hivi. Lakini pia unaweza ku right click na kisha hapa ukaja ku customize kama hapa ribbon, au uka click show quick access bar ikaonekana, uka right click uka right click kama hivi hapa kwenye hizi tab yako, kwenye moja ya hizi tabs, na kisha ukaja ku customize ribbon. Kama hapa inavyoonekana, unaweza ku customize ribbon, kipi kionekane na kipi kisionekane. Lakini pia uka customize quick access toolbar, na kisha hapo ukaweka kama hapa unaona zinaonekana kama hapa. Unaweza kuja hapa uka click copy na kisha ukaja uka add kama hivi inavyoonekana. Kama hivi ku decrease na ku increase font size unaweza pia ku add, au unaweza ku click kama hapa na kisha uka click remove na ikaondolewa kama hivi inavyoonekana namna hiyo, na kisha uka press okay kama hivi. Lakini pia unaweza kuamua, kwa mfano kama hapa quick access bar yetu inaonekana kwa juu, unaweza kuja hapa uka click na ukaiweka ionekane kwa chini. Unaweza ku click na kisha hapa ukaweka ionekane below na uka press okay, na quick access bar yako itaonekana hapa chini. Kuibadilisha unaenda tena una right click, unakuja ku customize, unaenda kwenye quick access toolbar, na kisha hapa unakuja kurudisha vile vile ilivyokuwa ambapo ni above, na kisha uka press okay. Kwa hivyo ndivyo inavyokuwa. Lakini pia una uwezo wa kuondoa hata hizi hapa ribbons zako, tab na hizi hapa ribbons paka bakia kweupe kabisa. Unaweza kuja hapa kwenye hii ribbons display, uka click na kisha ukaweka full screen, na programu yako itakuwa inaonekana kama hivi inavyoonekana. Kurudisha unaenda kwenye hizi dot tatu na click, na baada ya hapo unaweza kuja ku click hapa na kisha uka click always show ribbon kama hivi inavyoonekana, na itarudi kama hivyo hapo inavyoonekana hapo. Kwa hiyo inakuwa ni simple tu, si kazi sana kutumia program ya Microsoft Excel. Kumbuka hii hapa ni beginner level tunaoendelea nayo. Lakini pia hapa chini kabisa kuna kitu pia normal, yani hizi hapa ni page layout, namna gani iweze kuonekana interface ya programu yako, hii sehemu ambapo utakuwa unataipia. Kumbuka kwamba usichanganyikiwe, hapa na kuelekeza baadhi ya principle chache namna interface yetu tunavyoweza kuifanyia customization kabla hatujaanza
kuifanyia kazi rasmi. Lakini manake unawezekana ukaanza kufanya kazi lakini kuna kitu ukajikuta umekosea, kwa hiyo utakuwa unarudi unakuja kurekebisha, kama hizi hapa kuweka quick access bar, ribbon zako labda haionekani na vitu vingine. Kwa hiyo hapa ni page layout yako, ukiklik itakuwa inaonekana kama hivi. Hapa ukiklik itakuwa inaonekana kama hivi inavyoonekana, au ukiklik hapa lakini just tumia hii normal ndio inakuwa mzuri. Hapa ni sehemu ya kuzoom in ya kuzoom out, kwa sababu tunaona hapo wakati unaandika inawezekana ikawa ni sehemu ndogo sana, kwa sababu kila kitu kwa sababu interface yetu imekuwa imekuwa imezoom out, inasoma 100%, yani 100%. Kwa hiyo hapa unaweza kuzoom, kuongeza ukubwa wa vifimba vyako ili mradi uweze kuona vizuri, au unaweza ukapunguza zaidi kama hivi ili mradi vyumba viwe vidogo uweze kuona kila kitu ambacho kipo. Kwa hiyo inakuwa kama hivi, lakini 100% hiyo ndio default yake. Kwa hiyo inakuwa katika mfumo kama huo. Hii ni video namba 1 ya mafunzo yetu ya Microsoft Excel Interface, ambapo tumeangalia hakikisha kwamba una pause video na kisha unasimamisha video na unafanya practice, kwa sababu hii hapa kwamba ni handout, unafanya ninachokifanya ili mradi wewe uweze kucontrol. Hatua ya kwanza, fanya ninachokifanya, baada ya hapo ndipo uanze kufanya vile unavyojua wewe, baada ya kumaster kwamba kitu hiki kinafanya hivi, kinafanya hivi. Kitu cha kwanza utaangalia kama kwako kuna hizo ribbon kama hivi, kuna quick access bar kama inafanya kazi zile inayofanya kwangu. Unaweza pia kuondoa ribbon na kurudisha tena, kuzoom out na kuzoom in, lakini pia kuandika jina la micronani zako, sheet zako na kadhalika. Kwa hiyo tukutane kwenye video namba 2 ambayo tutaenda kuangalia kitu kingine kwenye programu yetu, au kuanza kuitumia programu yetu ya Microsoft Excel. Asante na nikutakia wakati mwema. Kwa heri.